Nilikuwa na shuka tu. Nilikuwa nimejifunga shuka tu. Ambavyo hatukuvikamilisha na hivyo vitu nitakiwa nikachague mimi, bangili, lini. Wasema niende mia. Sasa kwenye simu huwa vinaonekana kama ni vizuri sana. Kumbe hapana. Kwa kitu kizuri ni cha kwenda kuangalia mimi mwenyewe. Kwa akasema tuende tu mara moja turudi haraka. Ikawa hivyo. Ndio ukaenda kukutana naye. Mtazamaji, ni mkasa ambao natamani utege sikio lako, na ndio maana toka awali nikakwambia tega sikio lako ili uweze kujua namna ambavyo binadamu tunaishi. Alikupokeaje? Yaani mpaka inaamini mnafikia kwenye masuala mazima ya kufanya mapenzi. Ilikuwaje? Mshafika kwaje? Mimi mtu wa kike. Alafu istoshe yule tayari alikuwa ni mtu wangu. Kwa hiyo tayari anajua udhaifu wangu. Basi ikawa hivyo. Yaani maamuzi yako yalikuwa vigumu kiasi gani mpaka ukasema anyway turudie tena? Nini? Kwa sababu najiuliza sana, na mtazamaji pia nadhani atakuwa anajiuliza kwamba yaani kwa nini uwe na mawazo ya wanaume wawili? Yaani kwa nini uwe na hisia na wanaume wawili? Uwe na hisia na yule bwana harusi wako na huyu mwingine. Kwa nini ulimfikiria pia na yule kwenye kitendo cha namna hiyo? Kwa sababu huyu hapa tumekutana ni ghafla. Kwanza imani sana kwake haikuwepo. Naweza nikasema huenda ni kule kukurupuka. Kusema labda kwa sababu ya ndoa nimetamani muda mrefu. Hivyo kwa sababu alafu na hivi tuveka kwa kufanya haraka. Na yule pale tayari alikuwa ni mpenzi wangu. Tumeishi. Kwa hiyo tayari nampenda, alikuwa kwenye moyo wangu. Yaani ilikuwa sio rahisi. Yaani haraka hivyo kumsahau kwenye moyo wangu. Ilikuwa ni ngumu sana. Kwa tafsiri hiyo lisingetokea hili ambalo limetokea mpaka likatenganisha na bwana harusi. Kulikuwa na nafasi kubwa sana ya kuendelea kumchiti mume wako ambaye angekuwa amekuwa kwa harusi, si ndio? Hapana. Isingewezekana. Ila tu nisijui kwa nini imetokea hivyo. Kwa sababu yeye nilivyowasiliana naye aliomba nikamwage. Kabla hapo nilikuwa siwezi kuwasiliana naye wala kukutana naye, nilikuwa sitaki kabisa. Ila njia aliyotumia yeye kwamba nikamwage kwa mara ya mwisho. Hivyo kwamba tuonane tuongee kwa mara ya mwisho hivyo. Kwa ndio hivyo imetokea. Napenda nifahamu namna ambavyo mlifumaniwa. Ilikuwaje? Labda ulikuwa upokee simu, kuna watu walichoresha, kuna watu waliona ni nini? Yaani mazingira yalikuwaje mpaka mkafumaniwa? Na mlikutwa mpo katika hali gani labda? Katika mazingira yalotukuta yani. Labda nifahamu kwanza, mpitishe mtazamaji namna ambavyo yaani mpaka watu wanawakuta ndani. Nini kilikuwa kinaendelea? Naweza nikasema ni rafiki yangu aliyomuonyesha pale, kwa sababu sehemu tuliokuepo sio rahisi mtu kutukuta wala kutambua tuko pale. Ilikuwa ni ghetto au lodge? Hapana, ghetto. Ilikuwa ni ghetto kwake. Ndio. Kwa hiyo rafiki yangu ndo alimuonyesha pale. Kamuelekeza, alikuja kugonga tu. Kwa sababu tulikuwa tuna wazo lolote kwamba mtu anaweza kaja pale au yeye akaja pale. Ilikuwa ni ngumu sana. Kwa kufungua, tunaelewa tena ukiwa kwa mtu wako hivyo. Waliokuja ni nani na nani? Yaani waliowakuta hivyo ni nani na nani? Labda mume wako au wazazi wako au washenga, ni nani na nani waliokukuta? Alikuja dada. Alikuja ambaye alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya usimamizi wangu, na mshenga alikuwa ametumwa nyumbani. Ndio. Walikuja watu 4 pale. Ile papo wameingia ndani, unaona nao hawa hapa. Kwa haraka uliamua kitu gani? Kiukweli nilishiwa nguvu, nilikuwa sina cha kufanya kwa muda huo. Nibaki nimedua tu. Ndio. Kwa sababu ilikuwa ni ghafla kwamba watu binivu wapo ndani. Kwa sikuweza kwamba eti nifanye chochote kwa muda huo, ilikuwa ni ngumu. Kwa mmefunga mlango? Mlango tulikuwa tumeufunga. Sasa vile alivyokuwa amegonga, akafungua tu kwa amemsukuma amempush mpaka ndani. Kwa hiyo isingekuwa rahisi yeye kama kuwazuia watu wote. Ilikuwa ni ngumu. Na wewe huna nguo?
Nilikuwa na shuka tu. Nilikuwa nimejifunga shuka tu. Napenda nifahamu, wakati mnaendelea kufanya yenu na ex wako, ulikuwa unamfikiria nini mchumba wako ambaye anataka kukuoa? Yaani ulikuwa unamwazia nini kwenye kichwa chako? Kwanza nilikuwa na hofu. Nilikuwa na hofu sana. Yaani kitu ambacho nilikuwa nakihofia baada ya muda fulani hicho kilichotokea. Nilikuwa nawaza, je, akinikuta hapa, afu ni mtu alionipa heshima tayari. Kwa hiyo tayari nilikuwa na hofu, ule moyo wa kuogopa. Sikuwa na raha kama nilivyokuwa naye mwanzo. Ndio. Ilikuwaje baada ya hapo? Baada ya kuwaona, maamuzi gani ambayo yalichukuliwa na wale ambao walikuja pale kuwafumania? Dadangu aliomba tu kwanza haya mambo tukaongelee nyumbani, nitoke pale. Basi nikabaki mwenyewe ndani, nikabadilisha nguo, nikajiandaa, tukaondoka. Kwa tafsiri hiyo mpaka hapo maana yake bwana harusi wako, ni mume wako ambaye alikuwa ni mtarajiwa, alikuwa bado hajajua kitu chochote? Alikuwa hajui chochote. Ndio. Baada ya hapo tukafika nyumbani. Nilikuwa sina cha kuongea kwa kweli. Nilikuwa sina cha kuongea, cha kujitetea chochote kile. Kwa station walionikuta, kwa nilikuwa sina chochote cha kuwaeleza kwa muda huo. Ulikuwa unafanya nini sasa? Unalia au unafanya nini? Lazima ulie kwa sababu wewe fikiria pale amekuja dada, mume wako mtarajiwa, mshenga, msimamizi wako. Ni kitendo kwanza cha aibu. Cha aibu sana ambacho mpaka sasa bado kinaniumiza. Baada ya mume wako huyu ambaye ni ilibidi kuoe, kupata hizo taarifa, unakumbuka kitu gani ambacho alifanya au aliongea kitu gani? Kumbukumbu yangu nilivyomtazama tu alikuwa ni mtu wa jazba. Aliishia kushika kichwa tu. Hakuzungumza chochote kile kwa wakati huo. Ulipata nafasi ya kuongea? Hapana, sikupata. Yaani hata angekuwa dada yote, yani kwa wakati huo sidhani kama angepata nafasi ya kuzungumza chochote. Hapana. Ni ngumu. Maana yake ex wako ulimwacha kule nyumbani? Ndio, alibaki. Alibaki kwake. Mlikuwa mmeshanunua yale mashela, suti, sare na nini? Vyote mlikuwa mmeshavifanya? Kila kitu kilikuwa tayari. Waalikwa waliambiwaje sasa? Walipewa taarifa vipi kwamba mwanamke ni malaya? Si tumeshinda sisi. Waalikwa walipata taarifa gani ili mwisho wa siku wakubali kwamba ndoa hakuna? Waliambiwa, waliwaita wanakamati kwa sababu namba zao wale watu zilikuwepo. Kwa wanakamati ndio waliingia kwenye hiyo swala la kuwaelekeza watu ili watu wawe sawa, maana wako wametoa michango, kila kitu. Watu walikuwa wameshajitayarisha, kwa lazima waombe radhi kwa kilichotokea. Ni kweli walipokea, ila tunajua kila binadamu ana moyo wake na upokeaji wake. Kila mtu aliongea lake. Waliongea mambo mengi sana. Ulijiona ni mwanamke wa aina gani? Nilijiona ni mwanamke ambaye sina bahati kabisa kwenye maisha kuwa na mume. Yaani nilijiona ni mwanamke ambaye sijui nijitafsirije. Wenda yani nijiko kwenye ile kundi kwamba ni mwanamke ambaye nina tamaa. Kwamba ile ni tamaa. Kwa sababu ilipaswa mimi nitulie. Yaani sikupaswa kabisa kufanya kitu kama kile pale. Ndio. Unahisi utakuja kupata mwanamume mwingine kama huyu ambaye ulimpoteza? Sijui, yani siwezi kusema naweza kuja kupata. Kwa kitu kilichotokea labda mkoa mwingine, ila sio kwa hapa nilipo, ni ngumu sana kwa sababu maneno yamesambaa. Mpaka sasa ninavyokuambia ni bado yanasambaa. Kwa mpaka watu waje wachukulie ni kawaida, au mzazi yoyote ambaye mtoto wake anamwambia nenda kumuoa binti fulani, akishajua ni fulani kwamba mama nataka kwenda kumuoa Husna, sidhani kama kuna mzazi ambaye atakubali. Kwa sijui, tumwachie Mungu.
Napenda nifahamu mahari, zile gharama ambazo walitoa, ambao walipokea wazazi wako, mlizifanyaje? Hatuna jinsi, baba na mama hivi kesho kutwa itabidi wazirudishe vitu vyao. Ndio. Ulikuwa umetolea mahari ya shilingi ngapi? Yaani kila kitu ni vyote tu kwa jumla, lakini kwa pesa ya pesa milioni 3. Shilingi ngapi? Milioni 3 ambayo ilibakia milioni 1 kwa sababu moja kumalizia. La nyingi. Okay. Huyo ex wako baada ya kuona sasa ndoa yako imeharibika na yeye ndo chanzo cha kuharibu, labda mawasiliano yenu yalikaaje? Mlifanyaje? Mlishirikishana vipi? Mpaka angalau yani vile tu kibinadamu mlishirikiana vipi? Kwa sasa namchukia sana, kwa sababu nimemuona kama ni mtu ambaye ameniletea mkosi kwenye maisha yangu. Yaani nilikuwa na mkosi, tena mkosi umeongezeka mara 2 ya. Kwa hiyo ni mtu ambaye siwasiliana naye kabisa. Kabisa. Ni kweli message anatuma, simu anapiga, lakini sizipokei kabisa. Kwa sababu ni mtu ambaye ameniletea mkosi kwenye maisha yangu. Ameniletea ni kuzalilisha familia yangu kabisa. Kwa sababu nimezalilisha familia yangu. Mume wako huyu bwana harusi, baada ya pale sasa mliendelea vipi, au kitu gani ambacho kiliendelea baina yenu? Kwa sababu mwisho wa siku nyinyi ni wapenzi, ni wachumba hivyo. Hata kama kuna changamoto zote zinazotokea, kuna namna ile kibinadamu, kama watu mliokuwa mnapendana, kuna namna maisha inabidi yaendelee. Kitu gani ambacho kiliendelea kati yenu? Hamna chochote kinachoendelea. Mawasiliano? Ninavompigia simu yangu kila muda simu yake inasema iko busy. Kula block. Vitu gani vizuri ambavyo unavikumbuka kutoka kwa mchumba wako ambaye alitarajia kukua, either ahadi, maneno, zawadi? Kitu gani kimoja tu kizuri kabisa unasema na misi sana? Alikuwa ni mwanaume tofauti sana. Alikuwa ananijali. Zawadi kubwa alikuwa anapenda kuniletea ni ice cream ile ya kopo. Alikuwa anapendelea sana. Watu wa Pwani wanapenda kuita ice cream kisado. Ndugu yangu hapo unaweza kukuta ni mrembo, lakini zawadi hujawahi kuipata. Ukipendelewa zaidi utaletewa big bomb. Na ndio maana wanasema uzuri wa mtu ni mtu bwana. Kingine? Alikuwa ni mtu, yani alikuwa anabeba zawadi sana, sio mavazi. Yani alikuwa ni tofauti sana na mpenzi wangu ambaye nilikuwa naye. Alikuwa ni akiahidi jambo linakuwa. Alikuwa ni mtu wa kunitoa out. Nakuta una matarajio yote, anakuambia tujiandae. Unajua tangu peleka wapi? Umetoka out, kusafiri, nilikuwa nasafiri naye. Yaani vitu vingi kwa kweli navimisi. Sio kimoja wala viwili. Wazazi walikwambia nini baada ya hiyo hali kutokea? Watasema nini? Wakati mtoto ndo nimekosea. Mimi tu niliomba radhi wazazi wangu. Kwa sababu mimi ndo niliyekosea. Ndio. Mtazamaji, tunaendelea kupiga story na mrembo ambaye pengine mkasa wake utaenda kukushangaza kidogo kwa namna ambavyo maisha